naomba usinipite, naomba Yesu wangu unitikie, napozuru wengine Baba usinipite, nakuomba Yesu wangu njia ya uzima ni wewe, unitikie, napozuru wengine Bwana. I know Evangelist Morris. Najua Evangelist Morris. We have walked with him. Namjua, tumetembea I've naye. seen how God is using him. Na nimeona vile Bwana He's anamtumia. the director of Mana Ministry. Ndiye Please mkurugenzi wa Mana help Ministry. me by putting your hands together Kwa hivyo as we are welcoming this man of God. May God bless you. God bless you, sir. Hallelujah. Karibu. Let us go into the book of Isaiah. Tuende katika kitabu cha Isaya chapter number 6. Mlango ikiwa ni wa 6. From verses 1 kuanzia mstari wa kwanza to 8. hadi wa 8. I will read quickly. Tusoma kwa upesi. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord seated on the throne, high and exalted, and the train of his robe filled the temple. Above him were seraphs, each with 6 wings. With 2 wings they covered their feet, and with 2 wings they were flying, and they were calling to one another, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of his glory. Verse 4. At the sound of their voices, the doorposts and the thresholds shook, and the temple was filled with the smoke. Verse 5. Woe to me, I cried. I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Verse 6. Then one of the seraphs flew to me with a live coal in his hand, which he had taken with tongs from the altar. With it he touched my mouth and said, See, this has touched your lips. Your guilt is taken away, and your sin atoned for. Verse 8. Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? And I said, Here I am, send me. Somebody say amen. Tusema amina. I want to talk about a topic that I titled The 3 Visions of a Leader. Ninataka nizungumze kwa somo ambao nimepatia kichwa maono 3 ya kiongozi. Maybe you asking yourself, wenda unajiuliza, this is going to be for the leaders. Hii itakuwa ni ya viongozi. But I want to say this, lakini nataka niseme hivi, that I am going to talk to all of us, kwamba nitazungumzia kila mmoja wetu, because each and every one of us, kwa sababu kila mmoja wetu, God has chosen us to be leaders. Mungu ametuchagua tuwe viongozi at a certain degree, katika sehemu mbalimbali. Praise the name of God. Lisifu jina la Bwana. From the verse that we have read, kutoka ile andiko ambalo tumelisoma, we have read from a prophet of God, tumesoma kutoka kwa mnabii wa Mungu who was speaking here. ambaye alikuwa kinena hapa. Isaiah was one of the greatest prophets of the Old Testament. Isaiah alikuwa mojawapo manabii wakubwa katika Agano ya Kale. In fact, the theologians call the book of Isaiah to be the 5th gospel. Kama jambo la kweli, wanateolojia wanasema kwamba kitabu cha Isaya ndiyo kiini cha injili yote, because Isaiah prophesied about Jesus Christ. Maana yake Isaya aliweza kutabiri kuja kwake Yesu Kristo. He saw the birth, aliona kuzaliwa he kwake, saw the life, aliona maisha yake, he saw the suffering, akaona mateso yake, he saw the death, akaona kifo chake, and the resurrection of Jesus na Christ. pia ufufuo wake Yesu Kristo And aliuona that kabla. makes Isaiah to be a special and unique prophet. Na hiyo inamfanya Isaya kuwa nabii wa maana tena wa kipekee katika Biblia. And that is why theologians think that Isaiah, the book of Isaiah, could have been added to the Gospels. Na ndio maana wanateolojia wanaona ya kwamba kitabu cha Isaya ingejumuishwa na zile injili 4 za kwanza za kitabu cha Agano ya kwanza. Praise the name of God. Lisifiwe jina la Yesu. Remember, we are talking about the 3 visions of a leader. Kumbuka tunazungumzia maono 3 ya kiongozi. The Bible says, Biblia inasema that when King Uzziah died, kwamba wakati mfalme Uzia alipoaga, the heavens opened up for Isaiah. mbingu ilifunguliwa na Isaya akaona.
he was able to see the glories and the majesty of God. aliweza kuona utukufu na ukuu wa Bwana Right after the death of King Uzziah. baada tu ya kifo cha Uzia. The Bible says that the heavens opened up for him. Biblia inasema kwamba mbingu ilijifungua kwake, And he was able to see what he has never seen. akawa anaweza kuona kile ambacho hakuwahi He was kuona. able to experience what he has never experienced. Aliweza kuhisi kile ambacho hakuwahi kuhisi awali. He saw the glories and the majesty of God. Aliona utukufu na ukuu wa Mungu. He saw the faithfulness and the power of God. Aliona uaminifu na nguvu za Mungu. Remember, this is a prophet. Kumbuka huyu ni nabii. And we are reading from the book of Isaiah chapter 6. Na tunasema mlango wa 6. This is a man that believed God has been using him. Huyu ni mtu ambaye alimwamini kwa Mungu alikuwa akimtumia. And God has already used him to write 5 chapters. Na kama jambo la kweli Mungu alishamtumia kuandika kurasa 5. But now in chapter number 6, Lakini katika ili kurasa la 6 Isaiah is experiencing something that he has never experienced before. Isaya anahisi kitu ambacho hakuwahi kuhisi katika huduma yake. Maybe you are a bishop or a pastor. Wenda wewe ni askofu ama The mchungaji. Lord has used you to plant churches around. Bwana amekutumia kupanda makanisa. Maybe you are a gospel artist. Wenda wewe ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. You have written songs. Umeweza kuandika And you nyimbo. have been used in many places to minister. Hata ukatumika katika sehemu mbalimbali kuhudumu. But I came to say Lakini nilikuja that kusema, you are about to experience what you have never experienced. nilikuja kuambia utataka kuhisi kitu ambacho hujawahi kuhisi. Isaiah looked up and he saw the heavens open. Isaya aliangalia juu na kuona mbingu And imefunguliwa. Isaiah said, what a God I serve. Na Isaya kashangaa, ni Mungu I anamna have gani never ninayemtumikia. known about his faithfulness. Sijawahi kujua uaminifu wake. I have never known about the power of the God I serve. Sijawahi kujua nguvu za Mungu ninayemtumikia. I have never known about the forgiveness of my Sijawahi God. kujua usamaha wa Mungu huyu. Praise the name of God. Sifu jina la Bwana. When there is a change of leadership, Wakati kunapokuwa na mabadiliko ya uongozi, God always visits his people. kila mara Mungu huwatembelea watu wake. When the old goes away, Wakati ya kale yanapopita, God always comes in. Mungu mara mingi He huja visits his people with new revelations. kuwatembelea watu wake na maono mapya. He gives his people new visions. Yeye huwapa watu maono mageni Because the old has gone. kwa sababu ya kale yamepita. So when King Uzziah died, Basi wakati mfalme Uzia alipokufa, God visited Isaiah Mungu alimtembelea Isaya and he gave new visions and revelations to na him. akampatia ufunuo na maono mapya. I came to tell us in these few minutes Nilikuja niwaeleze kwa dakika hizi chache that God would like to bless us. ya kwamba Mungu angependa He would atubariki. like to visit you in what you are doing. Angependa akutembelee kwa He would kile like to unachofanya. visit your church again. Angependa kutembelea He would kanisani like to tena. visit your business. Angependa kutembelea katika He would biashara like to yako. visit you in your career as a Ange- singer. Angependa kutembelea katika But taaluma I na came kazi to yako. tell you Nilikuja nikwambie that something must ya die. kwamba kitu lazima You kife. must allow something to die. Lazima uruhusu baadhi ya vitu Something vife. must give way. Kitu lazima kipeane njia. Something has to go. Lazima kitu kiende. Say amen. Sema amina. King Uzziah had to go. Falme Uzia ilimbidi afe. You know, sometimes when we speak of Uzziah, Unajua wakati mwingine tunapozungumzia kuhusu Uzia, they say Uzziah was a bad king, that's why he died. wanasema Uzia alikuwa na huyu mfalme Jamala alikufa. But when you read the book of 2 Chronicles chapter number 26, Lakini unaposoma Mambo ya Nyakati ya Pili mlango wa 26, you find that Uzziah was a good king. unapata kwamba Uzia alikuwa ni mfalme mzuri, A king who prospered mfalme aliyenawiri in the things that he did. katika vitu A alivyovifanya, king who was very wealthy. mfalme ambaye alikuwa tajiri. And what was the secret? Na siri ilikuwa ni nini? The secret was Siri ilikuwa he sought of the Lord. yeye alimtafuta Mungu. He never did anything Hakufanya lolote without finding the mind of God pasi na kumuuliza concerning Mungu what he wanted to do. kuhusiana na chochote alichotaka I kufanya. wanted to ask a question. Nilitaka niulize Have swali. you seek God Je, umewahi kumtafuta Mungu before you wrote those songs? kabla kuandika nyimbo Have hizo? you
seek from the Lord? je ulimtafuta bwana Before you started your church, kabla ya kuanza kanisa? did you seek the face of je God? ulitafuta uso wa Before bwana you started that business, kabla hujaanza hiyo did you biashara? seek the Lord? je ulimtafuta bwana Before you started that relationship, kabla ya kuanza hiyo uhusiano? Uzziah sought of the Lord. Uzaya alimtafuta And bwana the Bible said, na Biblia inasema the Lord prospered him. bwana akamfanikisha. Hallelujah. Haleluya. And when the time came, Na wakati the ilipowadia Lord has prospered Uzziah. bwana alimfanikisha He Uzia had become a great king. akawa mfalme mkuu. He took leadership from his father Amaziah Alichukua utawala kutoka kwa babake when he Amazia was only 16 years of age. alipokuwa wa umri wa miaka 16 And the pekee Lord yake. prospered him Naye bwana because akamfanikisha he kept seeking from the kwa Lord. sababu alikuwa mtu wa kumtafuta The bwana. Bible says Biblia he inasema built a great army. akajenga ami kubwa. He had 2,600 chief officers in his army. Alikuwa na amri jeshi wakuu 2600 katika kundi la jeshi lake, Who commanded 307,500. ambaye kila mmoja wao alikuwa amri jeshi wa kila kikundi cha majeshi wa 3600. So this was a great army. Basi hii ilikuwa ni kundi kubwa la wanajeshi. And Uzziah looked at himself Na Uzia akajiangalia and he said to himself, akajiambia, look at how I am prospering. angalia jinsi nimenawiri, Look at how I am singing. angalia vile navyoimba. Maybe you are a pastor Wewe ni mchungaji like Uzziah. kama Uzia alivyo. The Lord has been so good to you. Bwana amekuwa mwema sana You look kwako. at your members Unaangalia washirika from how wako you began tangu and you ulipoanza, are saying to na yourself, unajiambia, look at how great I am. angalia vile nimekuwa Look mkuu, at how big my church is. angalia vile kanisa langu limekuwa Maybe you kubwa. are a singer. Huenda wewe ni mwimbaji, They are invited you here and there. unaalikwa hapa na pale. You get to a place, Unafika you mahali say, look at me. unasema niangalie, Without me, bila they mimi cannot worship. hawawezi kuabudu. And the Bible says, Biblia inasema pride came. kiburi kaingia, And when pride came on him, na kiburi lipomwingia he even ignored seeking from the Lord pia akafika mahali akaacha mambo ya kumtafuta Mungu, because he was great. kwa sababu alikuwa amejiona He had a mkuu, great army alikuwa na jeshi kubwa and he needed nothing else. na hakuhitaji lolote. So he even ignored the men of God. Basi pia akawapuuza watu wa Mungu. Because the Bible says Manake Biblia inasema that during the time of burning incense in the altar, kwamba siku zile za kuweza kuchoma uvumba katika madhabahu, you know that is the work of the priest. unajua hiyo ni kazi ya kuhani. And before, the priest had been doing that on behalf of Na Uzziah. kwa wakati ule uliopita kuhani alikuwa akifanya hayo kwa niaba ya Uzia But mfalme. now we are told Lakini tunaambiwa sasa Uzziah went himself into the altar of God Uzia mwenyewe akajichukulia kazi ya kuhani kwenye madhabahu. with a censer in his hand to burn the incense. Yeye akachukua kazi ya kuchoma uvuma kwa mikono yake. Praise the name of Jesus. Sifu jina la He Yesu. ignored the ways of God. Alipuuza njia za Mungu, And right there, na papo hapo God left Uzziah. Mungu akamwacha Uzia. And the Bible Na says Biblia inasema he released leprosy on his face. akamwachilia ukoma usoni mwake.